Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu 4 na wanahojiwa kwa kina kwa tuhuma za unyang'anyi, kujeruhi na kupora watu barabarani. Tukio hilo limetokea tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2026 majira ya saa 8:40 mchana huko maeneo ya Mabwepande, Kinondoni, eneo la Mwendokasi. Wakati kundi la watu ambao wengi walikuwa kwenye pikipiki na baadhi yao wakiwa na mapanga walikuwa wakifanya vitendo vya unyang'anyi na uporaji, huku wakiwa na jeneza la marehemu aliyefahamika kwa jina la Ibrahim Elia, mkazi wa Mabwepande, anayedaiwa kuuawa tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 2026 huko maeneo ya Bunju kwa kushambuliwa na kundi la wananchi waliomtuhumu kujihusisha na vitendo vya uporaji wa pikipiki. Walioporwa na kujeruhiwa na kundi hilo kwa siku ya leo ni Jafet Ndekile Kalanga, huyu ana miaka 41, ni mfanyabiashara na mkazi wa Mabwepande. Yeye alijeruhiwa kichwani na kuporwa simu. Mtu mwingine aliyejeruhiwa na kuporwa ni Joshua Leguna mwenye miaka 26, mkazi wa Mabwepande. Lakini pia mtu mwingine alifahamika kwa jina la Abasi Mdoe, miaka 34, huyu ni mhandisi wa hospitali ya Mabwepande. Yeye aliporwa simu pamoja na pesa shilingi milioni 1. Mtu mwingine alikuwa ni Maria Lamek, miaka 28, mfanyabiashara mkazi wa Mabwepande, naye aliporwa na kundi hilo la watu waliokuwa na pikipiki, huku wakiwa na jeneza wakienda kumzika mtu ambaye nimemtaja kwa jina hapo juu. Polisi walifanikiwa kudhibiti hali hiyo haraka baada ya kupata taarifa, na wakati wa kukabiliana na watu hao walifyatua risasi hewani na kukamata baadhi ya watuhumiwa. Ndugu halisi wa marehemu baadaye walifanikiwa kumzika marehemu huyo makaburi ya Mabwepande baada ya kukabidhiwa mwili huo uliotelekezwa na kundi hilo barabarani maeneo ambayo nimeyataja. Na baadaye hali ya usalama ilirejea na watu wakaendelea na shughuli zingine mbalimbali. Polisi inaendelea kuwakumbusha watu wote kuendelea kujenga tabia ya kuzitii sheria za nchi na kuwa haitasita kuchukua hatua za kisheria kwa mtu au kundi lolote ambalo litakiuka sheria.